DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Imetimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa Ujerumani bado ni saa 10 alfajiri. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wenzangu wote watakaosikika, jina langu ni Bakari Ubena. DW habari za ulimwengu. Msomaji wako asubuhi hii ni mie Suleiman Mwiru, na kwanza ni muhtasari wake. Huko Tanzania, amri ya kutotoka nje yaendelea kutekelezwa baada ya machafuko ya uchaguzi. Umoja wa Mataifa waonya kuhusu ukatili wa kutisha nchini Sudan. Na Israel yapokea miili miwili ya mateka kutoka huko Gaza. Habari kamili. Dar es Salaam. Tanzania imeendelea hapo jana kutekeleza amri ya kutotoka nje, huko polisi na wanajeshi wakimwagwa barabarani jijini Dar es Salaam baada ya mamia waandamanaji kuendelea kujitokeza katika siku ya pili ya maandamano ya kupinga uchaguzi mkuu nchini humo uliofanyika Oktoba 29. Uchaguzi huo umesababisha maandamano yenye vurugu katika baadhi ya mikoa ya nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Chanzo kimoja cha kidiplomasia kimeliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba walikuwa na ripoti ambazo hazijathibitishwa za watu 30 au zaidi waliouawa. Huku mamlaka zikijaribu kukomesha machafuko hayo, mkuu wa majeshi nchini Tanzania Jacob Mkunda alizungumza kupitia televisheni ya taifa na kuwarai waandamanaji aliowaita kuwa wahalifu kukomesha maandamano hayo. Kwa upande mwingine, tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC imemtangaza mgombea urais kwa tiketi ya chama tawala CCM Hussein Mwinyi kuwa mshindi katika uchaguzi huo kwa 74.8% ya kura. Khartoum. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wameonya kwamba hali inayoendelea nchini Sudani ya ukatili mkubwa na ni kitisho kikubwa kutokana na mashambulizi yanayoendelea ya vikosi vya wanamgambo wa RSF. Hivi karibuni mji wa El Fasher uliopo katika jimbo la Darfur uliangukia mikononi mwa RSF. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher amesema eneo hilo kwa sasa linakabiliwa na maafa makubwa na mateso ya kibinadamu yasiyoelezeka. Kukamatwa kwa mji wa El Fasher kunakuja baada ya zaidi ya miezi 18 ya kuzingirwa na kuzua hofu ya kurejea kwa ukatili uliolenga makabila miaka 20 iliyopita. Fletcher ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba mauaji hayafanyiki Darfur pekee na kwamba kuna umwagaji mkubwa wa damu unaoendelea pia katika jimbo la Kordofan na hivyo kuhatarisha shughuli za utoaji wa misaada kwa raia wa Sudan. Jerusalem. Israel imesema vikosi vyake vya kijeshi katika ukanda wa Gaza vimepokea miili ya mateka wake wawili kutoka kwa shirika la Msalaba Mwekundu iliyorejeshwa na Hamas siku ya Alhamisi kama sehemu ya makubaliano ya usitishaji wa mapigano. Mpaka sasa kundi la wanamgambo wa Hamas limerudisha jumla ya miili 15 kati ya 28 waliofariki na ambao kundi hilo ilikubali kuwarudisha kama sehemu ya makubaliano hayo yaliyosimamiwa na Marekani. Taarifa ya kupokelewa kwa miili hiyo imetolewa na ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na kuongeza kwamba miili hiyo itafanyiwa uchunguzi kwa ajili ya utambuzi. Hapo jana Israel ilisema kwamba bado inaheshimu makubaliano ya usitishaji wa vita licha ya kufanya shambulio lililowaua zaidi ya watu 100 huko Gaza siku ya Jumanne kwa madai kwamba ilikuwa inalipiza kisasi kifo cha mwanajeshi wake mmoja aliyeuawa na Hamas. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi imefanya shambulio lingine lililolipua kituo cha nishati nchini humo na kuua watu wawili. Taarifa hiyo Zelensky aliyoitoa kwa njia ya video imeongeza kwamba watu wengine kadhaa wamejeruhiwa kutokana na shambulio hilo na kutoa wito kwa ulimwengu kutofumbia macho kinachoendelea nchini mwake. Aidha, kiongozi huyo amevitaja vikwazo vya hivi karibuni vilivyowekwa kwa makampuni ya mafuta ya Urusi kama mfano wa majibu kama hayo na kwamba athari zake zinaonekana na vikwazo zaidi kwa Urusi viongezeke ili iweze kuvimaliza vita vyake nchini Ukraine. Hivi karibuni Urusi imeongeza mashambulizi ya anga nchini Ukraine yanayolenga zaidi miundombinu ya nishati.
na hatimaye Seoul. Viongozi wa mataifa 21 yaliyopo kwenye Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiuchumi wa Nchi za Asia na Pacific wanatarajiwa kufungua mkutano wao wa kilele wa kila mwaka Ijumaa hii huko Korea Kusini kujadili namna ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kukabiliana na changamoto zinazowakabili. Mkutano huo wa siku 2 unafanyika katika mji wa Gyeongju, ikiwa ni siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump na aliyekuwa barani Asia kukutana na mwenzake wa China Xi Jinping na kukubaliana kuchukua hatua za kupunguza vita vyao vya kibiashara. Jumuiya ya APEC ilianzishwa mwaka 1989 wakati wa ongezeko la utandawazi na inawakilisha zaidi ya nusu ya biashara za kimataifa. Msikilizaji, na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Mimi ni DW Dunia Yetu Leo Asubuhi. Karibu sasa katika uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi hii, ambapo tutajikita zaidi katika vurugu zinazoendelea kushuhudiwa nchini Tanzania baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Mkuu wa Jeshi la Ulinzi wa Wananchi ametoa wito wa utulivu. Vitendo hivyo ni uhalifu usiokubalika ambao lazima ukomeshwe mara moja. Na watetezi wa haki za binadamu huko Tanzania wamesema wananchi wanakoseshwa haki ya msingi ya kupewa taarifa sahihi. Kuna uhaba wa habari, mtandao wa internet ya upatikani. Wakati watu wanahitaji taarifa zaidi ili kujua hatima ya maisha yao, ndio muda ambao tumenyimwa ile haki ya msingi, haki ya kupata taarifa. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali usibadili kituo. Nahodha wako wa zamu studioni ni mimi Bakari Ubena. Katika matangazo haya tumekuandalia pia makala fupi ya utamaduni na sanaa, lakini tuanze kwanza na uchambuzi wa ripoti zetu. Tume huru ya uchaguzi nchini Tanzania INEC inaendelea kutangaza matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 nchini Tanzania. Kufikia jana jioni, majimbo takriban 20 yalitangazwa. Kulingana na matokeo hayo ya awali, mgombea wa urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan amekuwa akiongoza kwa kura nyingi dhidi ya wagombea wengine 16 kutoka vyama mbalimbali vya siasa. Licha ya matokeo hayo kutangazwa, kumeshuhudiwa maandamano yenye vurugu sehemu mbalimbali za Tanzania. Muda mfupi uliopita nilizungumza na mwandishi wetu Doto Bulendu kutoka Dodoma, na kwanza nilimuuliza hali jumla ikoje huko asubuhi hii. Hapa mjini Dodoma asubuhi hii hali iko katika utulivu wa hali ya juu kabisa, tofauti na tulipokuwa tumeamka asubuhi ya jana. Leo kuna utulivu mkubwa kabisa hapa mjini Dodoma. Maeneo yote ya katikati ya jiji la Dodoma mpaka nje ya Dodoma utulivu ni mkubwa, huku kukiwa hakuna mizunguko kabisa. Jana usiku jeshi la wananchi na jeshi la polisi waliimarisha ulinzi katika mitaa yote ya mji wa Dodoma, huku wakiwataka watu waingie ndani mapema. Waliweka zuio la watu kukaa nje nyakati za usiku, na hususan vikundi na vikuruhusiwa kabisa hapa mjini Dodoma. Hazijasikika risasi za aina yoyote usiku wa leo katika maeneo mengi hapa mjini Dodoma, tofauti na usiku wa jana ambapo kulikuwa kuna milio ya risasi katika usiku ya kuwatawanya ama kuwadhibiti watu ambao jeshi la polisi lilihofu kwamba wanaweza wakaleta madhara katika eneo hili la mkoa wa Dodoma. Ndio, kama unavyotueleza ni kwamba hali ya kiusalama ni shwari huko Dodoma. Lakini je, vipi mawasiliano ya interneti huko, bado kuna shida ama hali ikoje kwa ujumla? Na Bakari, kama maeneo mengine ya Tanzania, mji wa Dodoma toka siku ya Jumatano saa 7 mchana kulikatika kabisa kwa 100% mawasiliano ya mtandao wa interneti hapa mjini Dodoma. Jana mchana mtandao wa internet ulirejea kama 15 tu, lakini ukatoweka. Mawasiliano ya internet hapa mjini Dodoma kifupi yalikatika mpaka asubuhi hii tunapozungumza nawe. Hakuna kabisa mtandao wa internet hapa mjini Dodoma, Bakari. Ndio, na jana tume huru ya uchaguzi huko Tanzania INEC ilikuwa imeanza kutangaza matokeo ya uchaguzi. Vipi kufikia asubuhi hii, wamefikia wapi katika zoezi hili? Zoezi linaendelea tena asubuhi hii hapa katika mji wa Dodoma katika ofisi za tume huru ya uchaguzi nchini Tanzania. Zoezi hilo lilianza jana saa 4:30 asubuhi na linatarajia kuendelea hii leo.
na kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na Tume Huru ya Uchaguzi nchini Tanzania kwamba zoezi la kuhesabu kura litafanyika ndani ya saa 72 ambazo zinatarajia kukamilika siku ya leo. Ni matumaini yetu leo mchana ama jioni ya hii leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakuwa ametangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi kutoka hapa mjini Dodoma. Alikuwa mwandishi wetu kutoka Dodoma, Doto Bulendu. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeripoti kuwa watu wawili wameuawa katika maandamano ya kupinga uchaguzi wa Oktoba 29 nchini Tanzania. Amnesty limetoa wito wa kuanzishwa uchunguzi kuhusu matumizi ya nguvu kubwa yanayodaiwa kufanywa na polisi dhidi ya waandamanaji. Wakati huo huo, mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Tanzania, Jenerali Jacob Mkunda, amelihutubia taifa usiku wa jana na kuonya juu ya vitendo vya uhalifu vinavyoshuhudiwa kwenye maandamano hayo, huku akitoa wito wa utulivu. Tumsikilize. Vitendo hivyo ni uhalifu usiokubalika ambao lazima ukomeshwe mara moja. Ndugu wananchi, ikumbukwe kuwa nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya sheria ambayo lazima izingatiwe na kuheshimiwa. Kutokana na hali hiyo, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linawataka watu wote wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu kuacha vitendo hivyo mara moja ili kuepusha madhara yasiyokuwa ya lazima kwa ustawi wa jamii na taifa letu. Endapo vitendo vya uhalifu vitaendelea, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama vitaendelea kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Alikuwa ni mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Tanzania, Jenerali Jacob Mkunda. Sasa tuungane na mwandishi wetu George Njogopa aliyeko huko Dar es Salaam ambako vurugu zimeendelea kushuhudiwa. Njogopa, kama unanisikia, hali ikoje kwa sasa huko Dar es Salaam? Katika maeneo mengi ya Dar es Salaam umeshuhudiwa pia kwa hali ya utulivu kiasi katika maeneo ambayo mwanzo hizi purukushani zilizuka, maeneo kama Mwenge, Sinza, Kariakoo, Magomeni, Kimara, ambako sokomoko hili la vurugu baada tu ya upigaji kura ndiko kulikuanzia, licha kwamba ripoti zinasema kumetokea baadhi ya matukio ya uvunjifu wa mali katika baadhi ya maeneo nje ya maeneo hayo niliyotamka, lakini kwa jumla wananchi wametulia na utulivu unaonekana kwa mbali katika maeneo hayo. Ndio, na tumesikia kauli ya mkuu wa Jeshi la Ulinzi wa Wananchi. Je, kuna tamko jingine lolote ambalo limetolewa na viongozi wa jiji la Dar es Salaam? Kwa hakika hii ni kauli ya pili tangu Tanzania ipige kura hapo siku ya Jumatano. Kauli ya kwanza ilikuwa ni ya IGP Camillus Wambura ambayo alitoa amri, alielezea namna matukio yalivyojitokeza ya uvunjifu wa mali na uharibifu na maandamano yale yaliyoshuhudiwa, na hiyo kauli uliyohitaji hapo iliyotolewa jana usiku Jenerali Jacob Mkunda. Na baada ya hapo kuna kauli nyingine yote zaidi ya kauli ambazo zinatolewa na serikali. Kwa mfano, hapo kesho tarehe 1 Novemba wanafunzi wanaanza mwaka wa kwanza katika vyuo vikuu na pamoja na hata vyuo vya kati walitakiwa kuanza kuripoti, na tarehe 3 mwezi huu wa Novemba vyuo vikuu vingi na vile vya kati wanafunzi walitakiwa kuanza masomo yao, na serikali imesema kwamba hatua hiyo sasa imehairishwa na imesogezwa mbele na wanafunzi hao wataanza kujiunga katika vyuo hivyo wakati ambako serikali itatoa taarifa. Ni hizo tu ambazo zimetolewa kwamba kuwataka wanafunzi kusalia majumbani mpaka pale watakapoelezwa lini waripoti katika vyuo kuanza masomo. Na vipi kuhusu huu utekelezaji wa amri ya kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni huko Dar es Salaam? Utekelezaji wenyewe ukoje? Kiasi kikubwa maeneo mengi sasa yanaanza kutekeleza amri hii. Kwa Dar es Salaam amri hii inatekelezwa tena kwa hatua kali, kwa sababu hii imekuwa ikitekelezwa barabara. Kwa mfano, hapo jana ilipofika saa 12 katika maeneo ambapo binafsi nilipita, kulikuwa na raia wakichukua mahitaji ili kwenda kuyatumia katika majumbani mwao. Utekelezaji wa amri hii ya kusalia majumbani kuanzia saa 12 jioni unatekelezwa kwa kiwango kikubwa na sio kwa saa 12 jioni, na amri hii inaonekana hata kutekelezwa mpaka asubuhi, mpaka mchana. Maana ukichungulia tu barabarani vikosi vya doria viko vingi, hakuna raia, na wakati wote hata mchana unapopita barabarani unaulizwa mara kadhaa unaenda wapi, unashughulika na nini. Kwa hivyo watu wamekuwa kidogo waoga kusafiri barabarani, kupita wanasalia majumbani. Kwa hivyo utekelezaji wake ni mkubwa mno katika kiwango ambacho
ni kwa mara ya kwanza Tanzania wanashuhudia kwamba wanapaswa kusalia majumbani muda mwingi zaidi. Na vipi kuhusu hali jumla ya mawasiliano, ambapo tuliripotiwa kwamba mawasiliano ya intaneti yalikatwa? Vipi, yamerejea kwa sasa? Tangu yakatwe siku ya Jumatano nyakati za asubuhi kwenye saa 5:05, mawasiliano hayo yameendelea kuwa hivyo hivyo, lakini kwa bahati nzuri kidogo jana mnamo nyakati za saa 9 saa 10 yalirejea mawasiliano ya internet, lakini hayakudumu sana, yalikaa kama saa moja tu na kisha kaondoka. Kwa hivyo wananchi bado hawapati mawasiliano ya internet kwa wakati huu, na hatujui kama yatarejeshwa lini na saa ngapi na kwa muda gani. Shukran sana George Njogopa kutoka huko Dar es Salaam. DW tunavuma kwa kishindo. Na sasa tuelekee huko visiwani, ambapo tume ya uchaguzi huko Zanzibar ZEC imemtangaza Dr. Hussein Ali Mwinyi kuwa mshindi wa nafasi ya rais wa Zanzibar katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29. Mwinyi ambaye aliwania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM amepata 74.8% ya kura, akimshinda mpinzani wake wa karibu Othman Masoud Othman wa ACT Wazalendo aliyepata 23.2%. Ushindi huo unampa fursa Dr. Mwinyi kuendelea na muhula wake wa pili kama rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Mwenzangu Suleiman Mwiru amezungumza na mwandishi wetu Sudi Mnete akiwa huko Zanzibar, na kwanza alitaka kujua hali jumla inavyoendelea visiwani humo. Suleiman, muda mfupi baada ya kutangazwa matokeo ya uchaguzi katika maeneo mengi ya Zanzibar, hali ya utulivu iliendelea. Waliimarisha zaidi ulinzi katika maeneo mengi, lakini pia muda mfupi baadaye shamra katika mitaa kadha wa kadha zilisikika kwa wale wafuasi wa CCM, chama tawala hichi ambacho mgombea wake ametangazwa kuwa mshindi. Nilitembea katika maeneo kadhaa ya Michezani kwa mfano, kulikuwa na gari kubwa likitembea na piga muziki, watu wakiimba, gari zikipiga oni kadha wa kadha. Kwa hiyo kwa wakati wote kulikuwa unaonekana kuna amani na furaha kwa wale ambao mgombea wao ametangazwa mshindi. Je, kuna taarifa yoyote ambayo imetolewa na upinzani, mfano ACT Wazalendo, mgombea wake Othman Masoud Othman alikuwa anapambana kwa karibu zaidi na mgombea wa chama tawala Rais Mwinyi ambaye ametangazwa kuwa mshindi? Ipo taarifa ambayo ilitolewa niseme karibu tu wakati mgombea akitangazwa kuwa mshindi wa CCM. Ilitolewa taarifa kwa upande wa ACT Wazalendo ikionyesha kujitenga na kufungamana na matokeo haya, kwa maana ya kwamba hawayakubali. Na utakumbuka muda mfupi tu baada ya zoezi la upigaji kura kuanza tangu tarehe 28 ile, wao upande wao walianza kuonesha malalamiko katika zoezi lile, na hata baadaye wameendelea kuonesha wasiwasi katika wakati wa kuhesabu kura. Kwa hivyo bila shaka nategemea leo hii watasema jambo kufuatia uchaguzi huu. Tueleze, tume imezungumza nini wakati wa kutolewa kwa matokeo hayo ya uchaguzi mkuu? Nimebahatika kunasa sauti ya Jaji Joseph Kazi, mwenyekiti huyo wa tume ya uchaguzi. Tunaweza kumsikiliza hapa kidogo, Suleiman. Na kwa kuzingatia mfumo wa uchaguzi unaotumika katika kumpata mshindi wa kiti cha urais wa Zanzibar, natamka na kumtangaza rasmi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwamba amechaguliwa kihalali na wananchi wa Zanzibar kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi baada ya kupata kura 48,892 ambazo sawa na 74.8% ya kura halali. Mshindi wa nafasi ya rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi, yeye amesema nini baada ya kutangazwa na tume kuwa ndio kinara katika uchaguzi wa mwaka huu? Rais Mwinyi mara moja amehimiza amani, lakini lingine muhimu ametaka ushirikiano na wale ambao walikuwa wakishindana nao. Amesema kwamba wakati wa kampeni kunakuwa na maneno kadha wa kadha ambayo pengine yanaweza kueleza tofauti wakati ule, lakini ndio kampeni, wakati ule umekwisha, waje pamoja wajenge Zanzibar moja. Fanya uchaguzi katika hali ya amani kama hii. Kwa kweli nimefarijika sana. Pia tukio lolote la uvunjifu wa amani, si kipindi cha kampeni wala si kipindi cha kupiga kura. Ni matarajio yangu kwamba kwenda mbele kutoka sasa amani tuliyokuwa nayo tutende. Mwisho kabisa, Sudi, una taarifa pengine anaapishwa lini Hussein Ali Mwinyi? Taarifa zilizopo ni kwamba tarehe 3 mwezi Novemba Rais Mwinyi anatarajiwa kuapishwa. Alikuwa ni mwandishi wetu Sudi Mnete akihojiwa na mwenzangu Suleiman Mwiru.
Wakati hali ya sintofahamu ikiendelea kushuhudiwa nchini Tanzania baada ya uchaguzi uliokumbwa na ghasia, watetezi wa haki za binadamu wanasema wananchi walikoseshwa haki ya msingi ya kupewa taarifa sahihi, kukatiwa mawasiliano ya intaneti, vyombo vya habari kutoripoti kikamilifu kuhusu hali inayoendelea, na hali ya hatari iliyotangazwa kwa njia isiyo ya kawaida ni miongoni mwa ukiukwaji huo. Kuangazia swala zima la haki za binadamu katika mazingira ya sasa, mwenzangu Tatu Karema amezungumza na wakili Fulgence Masawe aliyeko Dar es Salaam, na huu ni mtazamo wake. Kwenye hali ya hatari hiyo inatakiwa itangazwe na rais mwenyewe, yaani kwa bahati mbaya ilitangazwa na IGP. Sema tatizo tulilonalo ni kwamba ni zile haki nyingine za msingi zinakiukwa. Kwa taharuki ambayo inaendelea Tanzania kwa sasa hivi, ni kama kuna uhaba wa habari na mtandao wa internet ya upatikani. Kwa hiyo katika hali ya kawaida, wakati watu wanahitaji taarifa zaidi ili kujua hatima ya maisha yao na usalama wao, ndio muda ambao tumenyimwa ile haki ya msingi, haki ya kupata taarifa, ambapo ni kuzimiwa internet. Lakini na pia vyombo vya habari, mainstream media, vimeacha kabisa kutangaza chochote. Lakini taharuki ni kubwa, hali ni mbaya mitaani, fujo ni nyingi, vijana wanaandamana, risasi zinarindima na mabomu. Na kwa muda kama huo ndio muda ambao watu wanatakiwa wapate taarifa, ajue kama anatoka anaenda wapi, na kama anapita njia ipi, kwa sababu ni hali ya taharuki na usalama zaidi. Sasa tuseme ikiwa hali itaendelea kwa hivi, athari zake ni zipi? Athari zake ni kubwa. Athari zake ni kubwa kwa sababu kwa mji kama wa Dar es Salaam ambapo hili katazo limetolewa, ni mji ambao unafanya kazi masaa 24. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana, na pia kumbuka pia huduma za kijamii, mfano usafiri wa umma umekuwa unatatizwa, sio uhakika. Kwa hiyo hata ile kumwambia mtu anatoka sehemu moja afike ndani ya muda ambao umetolewa, nayo inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo hali ya usalama pia iko chini. Tunakumbuka pia hawa wanaodhuriwa kwenye hizi rapsha, wengine wanahitaji huduma za kiafya na nyingine. Sasa mtu amejeruhiwa, sijui unamtoaje kumpeleka hospitali apate huduma unaposema kwamba umefunga. Kwa hiyo kuna shida kubwa. Bwana Masawe, nikilinganisha na taifa jirani la Kenya, mara nyingi nchini Kenya maandamano yanapotokea kama hivi, jeshi la polisi linatuhumiwa sana kwa kutumia nguvu kupita kiasi. Lakini tukiangalia video ambazo zimeweza kusambazwa na hali kwa ujumla inapoendelea nchini Tanzania, tunaona upande huu ni kwamba raia ndo anatumia nguvu kupitiliza kutokana na uharibifu mkubwa unaofanywa, na pia ile hali ya kurusha mawe na ghasia kama hizo. Tuseme mizani ya haki hapa tunaiweka wapi? Ya mizani ya haki ni kwamba haki ya kuandamana kulingana na ibara ya 20 ya katiba ipo, lakini maandamano ya amani. Kwa hiyo vijana wanaoandamana watakiwa watumie haki yao kwa amani. Fujo wanazozifanya wanatoa zile hasira walizonazo, kwa sababu kama umefanikiwa kuwasikia wanayoyaongea ni yale ambayo yamekuwa nalalamikiwa kwa muda mrefu. Mfano, kwa jana walivamia vituo vya kupiga kura na kuchoma yale masanduku ya kura pamoja na matenti yale yalikuwa yanatumika, na wanasema kwamba hawataki uchaguzi, wanataka viongozi wa upinzani waachiwe, wanataka watu washiriki. Kwa hiyo unaona yale ambayo yamekuwa yanaendelea Tanzania kwa muda mrefu, kwa watu kutowekwa na watu kutekwa, ni kama imewatia hasira zaidi. Ndio maana imepelekea hata ya maandamano yanayofanyika yanakuwa sio ya amani. Na kwa tathmini yako, mustakabali wa haya yote ni upi? Serikali itasikia masharti ya waandamanaji? Ni serikali ikae, ni tafakari, na tulikuwa tunategemea labda mkuu wa nchi au lama waziri muhusika atoe taarifa kwa umma, au aongee au tujie taifa, aeleze namna wamesikiliza kilio cha watu na wanafanyia kitu gani kumaliza hii taharuki. Alikuwa ni wakili Fulgence Masawe huyo akihojiwa na mwenzangu Tatu Karema. Na sasa ni wakati wa makala DW Utamaduni na Sanaa. Vijana katika Jumuiya ya Afrika Mashariki wamehimizwa kutumia vipaji, ubunifu, ukakamavu na kwa ujumla sanaa kuchangia katika maendeleo na mafanikio ya siku za usoni kwa kushinikiza uwajibikaji wa viongozi wanaowakilisha raia katika majukwaa mbalimbali ya utawala. Huu ndio ujumbe uliotawala katika tamasha la 8 la Afrika Mashariki maarufu East Africa Poetic Hour Battle
huku kauli mbiu yake ikiwa inasema kutoka kwenye sahani hadi kwenye meza ya sheria, vijana kuchukua nafasi yao katika utawala. Wasanii hawa wanaojumuisha Malenga na Manju wakitumia fursa hii ya fasihi pekee andishi na simulizi kughani tungo za mashairi yaliyoshabihiana na kauli mbiu hii. Jina langu ni Musa Navie. Karibu kwenye makala ya utamaduni na sanaa. Tamasha hili liliandaliwa jijini Kisumu likihudhuriwa na washirika 15 kutoka Kenya, Uganda, Tanzania na Sudan Kusini. Sanaa ya ushairi ikiangaziwa kama mojawapo ya mkakati ya uwezeshaji wa haki za kijamii na uhamasishaji wa mabadiliko katika jamii. Vijana wa Kiafrika walihimizwa kutumia idadi yao na kuchukua nafasi ya kutafuta mafanikio ya bara hili, kuimarisha sheria za kitaifa, kuimarisha uchumi na maendeleo. Lady Sauti kutoka Tanzania na Campus World kutoka Kenya ni miongoni mwa waliosherehesha mada kuhusu vijana na uongozi. Vijana TB, vijana chalala, vijana chalala, tulichoka, firimbi mdomoni, bandana mkononi, bendera mabegani, tuliingia mtaani kuipigania haki. Vita na walio bora, nikifa nizikeni papa hapa kwenye ardhi hapa, sambamba na wale wengine kwa niaba. Kazi sina, kipato kipofu kwangu kuonekana. Vijana ni nguvu ya taifa na sio mapambo ya siasa. Ufisadi, mauaji ya kiolela miongoni mwa wanajamii na vyombo vya dola, kutozingatiwa na kutimizwa kwa ahadi zinazotolewa na viongozi wa kisiasa hasa kwenye awamu za kampeni zimetajwa kuwa miongoni mwa maswala yanayochangia kurudi nyuma kwa mafanikio ya nchi za Afrika kufikia ukuaji wa kisiasa, uchumi na maendeleo. Wasanii waliofika jukwani na wenzao waliohudhuria kongamano hili walijieleza waziwazi hasa kuhusu matarajio yao kwa viongozi na utawala wa mataifa. Kwa hii karne bado kuna wanafunzi soma chini ya miti, tembea Mandera, Turkana, Kilifi na kadhalika. Sio huku tu, hata Tanzania kuna matatizo yanahitaji suluhu. Nikimention Uganda dada, hutaamini. Uwakilishi wa serikali ikiwemo ya kitaifa na wa jimbo la Kisumu umewapongeza na kuwahimiza vijana kutumia fursa walizonazo zikiwemo za sanaa, kipaji, nguvu, utambuzi na udhabiti wao kutoa mwelekeo katika mustakabali wa nchi na kuendelea kuwajibisha viongozi walioko madarakani. Kauli hii inaungwa mkono na viongozi wa serikali akiwemo Katibu Mkuu wa Huduma za Afya katika serikali ya kitaifa Dr. Ouma Oluga na Naibu Gavana Jimbo la Kisumu Dr. Matthews Owili. Naamini huku ndiko kuendesha taifa mbele, kuelekeza mawazo ya vijana katika hali ambapo wanajiweka katika nafasi ya uongozi, kutambua kuwa endapo watashika nafasi hizi watakuwa viongozi wa aina gani. Je, watakuwa viongozi ambao vijana wengine watalalamikia? Ukisikiliza ushairi kutoka kwa shirika mbalimbali, wamekuwa wazi sana na wamezungumza dhidi ya ufisadi ambao unawanyima siku zao za usoni wanazostahili. Mmoja wa waandaaji wakuu wa tamasha hilo, Godfrey Kedogo, ambaye ni mkurugenzi wa East Africa Talent Industry, anaeleza kuwa ushauri ni nyenzo muhimu ambayo wataendelea kuishabikia ili kumulika na kutetea haki ya kijamii, kuwezesha uhamasishaji wa mabadiliko. The East Africa Poetical Battle is again breaking the region. Tamasha hili la mashindano ya ushairi ya Afrika Mashariki ni chombo cha mabadiliko katika ukanda huu, kuimarisha sauti za ushairi. Mwaka huu viwango vikiimarishwa zaidi kwa kuzungumza na vijana kuhusu nafasi zao katika uongozi, kuhimiza kushiriki kwao kikamilifu tunapofafanua mabadiliko, yani nini maana ya utawala kwa vijana wa Afrika Mashariki. What governance means to the youth of East Africa. Msikilizaji, kwa kauli hiyo ndiyo tunakamilisha makala ya utamaduni na sanaa. Jina langu ni Musa Navie. Kufikia hapo ndipo tunakamilisha matangazo haya ya asubuhi. Shukran kwa kuwa nasi. Matangazo mengine ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Bakari Ubena. Asante na asubuhi njema. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.
Asante sana Bakari Ubena. Hapo hivi Ujerumani ni saa 10:30 sawia na saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, saa 11:30. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo wakati huu basi kuelekeza kupokea kiziba mkonga cha siku ya leo. Kiziba mkonga cha sasa. Kama hujui thamani ya uaminifu, hutaweza kuelewa athari za usaliti. Kama hujui thamani ya uaminifu, hutaweza kuelewa athari za usaliti. Masingo mothers shida sana. Walijiaminisha kutafuta na malezi yana half time. Kumbe no. Wanataabika kutafuta follow. Wajikimu na maisha. Maana katika maisha utamuhitaji mwenzako hata kama ni kipofu, ili maisha yasonge na muweze kulea watoto salama. Kuwa makini sana. Kabla hujaweza kuchepuka, jiulize usaliti athari yake ni ipi? Na uaminifu una thamani ipi? Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.